Kwanza kabisa kwenye swala hili la mikopo ya 7%, kama tulivyomsikiliza mkufunzi, kwanza kabisa niweze kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ahadi zake za 2025 ule mwezi wa 10 ule alivyokuja katika mkoa wetu wa Songwe. Aliahidi mambo kadhaa ikiwepo na hilo la mikopo kwa 10%, lakini aliahidi atazitoa bilioni 200 kwa ajili ya kuongezea mikopo kwa wakina mama na vijana. Na ahadi hiyo imetekelezeka na tayari mikopo imeanza kutolewa kwa kina mama na vijana. Kama unavyoona kina mama mwezi huu wa pili wamepata fedha nyingi sana. Lakini si hizo tu. Mama alikuwa na bilioni 10. Katika bilioni 10 hizo amewekeza katika benki ya NMB, ambazo NMB zinatoa mikopo kwa 7%. Hiyo 7% ni ya mtu mmoja mmoja. Kwa nini 7%? Ili mwanamke au kijana yoyote, hususan mimi kama mama, ninaenda kuchukua ile 7%, mbona nachukua mkopo milioni 4. Napanga, nafanyia shughuli zangu na itaniwezesha, nitakuwa nalipa kidogo kidogo. Kuna kulipa miezi 3, unaweza kulipa miezi 6 mpaka miaka 2 umeshamaliza. Na mkopo huu unalipa nafuu sana. Badala ya kwenda kupanga foleni kusubiria robo nyingine, wewe ambao umeenda kwenye mkopo wa 7% NMB, unakuwa umefanya shughuli zako ambazo zinakuwa zimekuingizia kipato na umeenda kufanya mambo mengine, ikiwezekana kusomesha na watoto kupitia huo mkopo. Lakini imekuwa na watu walikuwa wanalalamika kwamba kuna masharti magumu kama mlivyoona leo. Mkopo huu una masharti magumu. Sharti la kwanza ni lazima uwe na kitambulisho cha ujasiriamali. Ukiwa na kitambulisho cha ujasiriamali kinakuwezesha wewe kwenda NMB kwenda kukopa mkopo, lakini uwe na kazi ya kufanya. Kinachotuhangaisha sisi kina mama, ukisikia mkopo unakimbilia kwenda kukopa lakini una kazi ya kufanya. Kwa hiyo manager wa NMB amesema ni lazima uwe na kazi ya kufanya ili wanavyofuatilia fedha hizi wakukute kwenye eneo lako. Na kama kuna mali na changamoto, inakuwa ni rahisi sana wewe kujua kwamba umechelewa kulipa huo mkopo ni kwa sababu ya changamoto 1, 2, 3. Lakini ameenda mbali, akasema hata kama unafanya biashara ndogo ndogo, tunapaswa tulipie bima. Katika biashara yako ilipie bima ili unaweza kupata changamoto ya kuumwa au kutokufungua kwa sababu ya kuumwa. Kwa hiyo bima itasababisha ili kulipia mkopo wako wote. Kwa hiyo nimekipenda sana. Haya yote ni manufaa ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Bila mipango ya Daktari Samia Suluhu Hassan, hivi vyote vitu visingekuwepo. Lakini kwa sababu ametuonea huruma sisi wanawake, ili tuwe na kazi za kufanya, tusio ombaomba kwa waume zetu, ili sisi tuweze kuimarisha ndoa zetu na watoto wetu na kuwasomesha, kuwasaidia waume zetu. Kwa kweli amefanya mambo makubwa sana katika nchi hii na hususan katika mkoa wa Songwe.